23 na tarehe 24 Mei mwaka 2025, baada ya majadiliano na tafakari ya kina ya kimkakati, imefikia maazimio yafuatayo. Moja, kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, na kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza, kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake baada ya kamati kuu kutafakari imesema ni batili na haitafuata maamuzi hayo aliyofanya kwa chama chetu. Kwa natumia podium hii kusema mbele yenu kwamba msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu, katiba ya chama chetu haimpi hayo mamlaka, sheria inayoisimamia haimpi hayo mamlaka, katiba ya nchi haimpi hayo mamlaka. Kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi yake, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio walalamikaji kwa kumtumia huyo mtu ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi, alafu wao ndio wanatuhukumu. Chama chetu hakiko kwenye hizo level, kimekataa kufuata maagizo hayo, na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu. Full stop. Kwa hiyo hilo ni azimio la kwanza la kamati kuu ya chama chetu ambalo imetafakari kwa kina, na kwa sababu hatujavunja sheria yoyote. Kwa kutumia hadhara hii, Watanzania wajue hivyo, na huo ndio msimamo, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Azimio la pili, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya no reforms no election inayoendelea katika kanda zilizosalia. Sasa kamati kuu ya chama imepitisha ziara ya operation kwa kanda 6 kama ifuatavyo. Kanda ya kaskazini, ziara ya no reform itaanza tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni, yani kesho kutwa tarehe 28 mpaka tarehe 1 Juni. Tutarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti. Baada ya hapo tunakwenda kanda ya kati, na baada ya kanda ya kati tutaenda kanda ya magharibi, kanda ya Pemba, kanda ya Unguja, na tutamalizia kanda ya Pwani. Kwa hiyo ziara ya no reforms no election imebarikiwa na kamati kuu ya chama chetu, na chama kimesema tusonge mbele, hakuna kurudi nyuma mpaka kilele. Ndugu zangu wasomi, kwenye hili ni aibu kwamba nchi hii mtu anayesema tufanye reforms ambazo rais mwenyewe alizungumza 4R, mtu anayemwambia rais kwamba kumbuka ulichotuahidi kwamba tunahitaji reform, tunahitaji resilience, uvumilivu wako, tukukosoe na serikali yako, kwa sababu nchi hii sio mali yako binafsi, hujatoka nayo kwenu Kizimkazi, hii ni nchi yetu sote. Mtu anayemwambia ulisema utafanya rebuild anakamatwa kwa kesi ya uongo, anapewa kesi ya uhaini, na sisi wengine tunatishiwa. Tunajua tuko kwenye rada, lakini hatutarudi nyuma na hatutaogopa hata dakika moja. Hii kazi lazima tuiendeleze. Ni aibu kwamba kura zimeibiwa wazi. Rais yupo, kuna kura feki, rais hajazungumza. Waziri mkuu yupo, vyombo vya ulinzi na usalama, idara ya usalama wa taifa ipo. Kura zimeibiwa, zimekutwa kura feki, watu wako kimya. Maana yake tunageuza taifa hili kuwa taifa la majizi ambao wanaona wizi ni kitu cha kawaida na kinaweza kufumbiwa macho kama wanavyojaribu kufanya. Chadema tumekataa jambo hilo na hatutakubaliana nalo.
Kwa tutaendeleza ziara ya no reforms, no election, na hakutakuwa na uchaguzi nchi hii. Na nataka niwahakikishie, bila Chadema kuwa kwenye ballot ya nchi hii, hakuna uchaguzi utakaofanyika. Nobody will turn up to go and vote. Huo ni ukweli wa kawaida kabisa. Hakuna mtu ataenda kupiga kura. Ndio maana unatafuta vikaragosi fulani wanawahonga watu wengine ambao Akwilina alikufa hapa akiwapigania wao wabunge. Wamesahau damu ya Akwilina. Wamekubali kuramba matapishi ya yule aliyetudhulumu, akatupiga risasi, wengine tuliponea risasi, tukafungwa jela kwa sababu tukiwapigania wao wabunge. Leo wameingia kwenye kitanda na wamejifunika shuka moja na mtu aliyedhulumu uhai wa Akwilina, mtu aliyeua watu wakati wakimpigania yeye awe mbunge. Na anataka kutuaminisha kwamba huo mfumo unawezekana. Mfumo ambao haukuwezekana akigombea mpaka Akwilina akafa. Mfumo ambao haukuwezekana mwaka jana, mwaka juzi, leo anatuambia kupitia chama kinachofadhiliwa na serikali, chama kibaraka wa serikali, kwamba watafanikisha. Kwa chama chetu kimekataa huo uhuni na siasa za uraghai. Kamati kuu inatambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa na viongozi wa dini na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi kuanzia kipindi cha mwezi Machi 2025 hadi Mei kuhusiana na umuhimu wa kufanyika mabadiliko ya muhimu ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Oktoba. Kamati kuu inazipongeza kauli na msimamo hiyo kwa jinsi ilivyosadifu msimamo wa no reforms, no election. Tunawasihi viongozi wote wa dini na taasisi zingine ziendelee kupaza sauti. Kwa hiyo kamati kuu yetu imetambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa ndani na nje ya nchi, kauli za watu maarufu. Jaji Warioba amezungumza, mtu ambaye amekuwa kiongozi mwandamizi kwenye nchi nyingine zinazoheshimu watu. Hawa ni waasisi wa nchi yetu waliobaki. Wakishasema wameona mengi, ni kauli ya nchi. Amezungumza Mzee Butiku, amezungumza TC, na mpaka wakampiga Padri Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki, taasisi kubwa kabisa kwenye nchi hii, ambao pengine na watu wengi sana kwenye nchi hii, amezungumza. Shura maimamu wakina Sheikh Ponda wamezungumza. Amezungumza KKT. Barozi zote za nchi zimezungumza kwamba kuna need ya kufanya mabadiliko. Hao watu ambao hawasikii kauli ni kina nani hapa? Wamebaki CCM na vikaragosi wake wachache wanaowatumia ndio wanasema uchaguzi unawezekana kwa njia hii. Watu wengine wote watu wenye maono, watu wa kweli wamesema uchaguzi hauwezekani bila mabadiliko. Kwa hiyo tunazipongeza taasisi zote ambazo zimetoa kauli. Kamati kuu yetu imetambua. Kamati kuu ya chama chetu imeazimia kuwa chama kiendelee kutoa mafunzo ya viongozi kwa ngazi za kanda, mikoa ambayo haijafanya mafunzo. Kanda ambazo zinanufaika na mafunzo ya awamu hii ni pamoja na kanda ya Pwani, kanda ya Kaskazini, kanda ya Unguja, kanda ya Pemba, kanda ya Nyasa. Aidha, kanda ambazo chama kimeshafanya mafunzo, kamati kuu ya chama imeelekeza kuwa ngazi za kanda husika ziendelee kufanya mafunzo ya viongozi kwa ngazi za majimbo, kata na matawi. Kwa mkisikia kelele zinapigwa huko Chadema inakufa, unaweza ukafikiri hakuna program zinafanyika. Na bahati nzuri vyombo vya nchi viko control vya habari. Vingine vinajifanyia self censorship, wengine vinaelekezwa nini cha kuandika, wengine wana agenda dhidi ya Chadema, kila siku wao ni kuandika Chadema inakufa, Chadema inakufa. Kuna kazi kubwa inaendelea. Kuna mafunzo yanaendelea kila kanda hivi tunavyozungumza, na yataendelea. Kwa hiyo kuna kazi kubwa inaendelea ya training, kwa sababu sisi ni kisima cha kutoa watu wenye weledi wazuri wengine.
Na tumefanya hivyo sana. Mimi na John Mnyika ni kizazi cha pili cha chama hiki. Tumekulia humu. Miaka michache iliyopita mimi nilikuwa mwanafunzi kama nyie. Sikuwahi kudream kwamba ningeweza kufika hapa nilipofika. Lakini nimekuwa kwenye chama, nimekuwa mwaminifu na safari inaendelea. Kwa ndugu zangu, mafunzo kamati kuu imetambua na imesema yaendelee kwenye kanda ambazo hazijapata, na yataendelea. Azimio namba 5, ili kupata viongozi wenye weledi ambao watatumika kwa manufaa ya chama na taifa hili, kamati kuu ya chama imejadili na kuridhia kwamba mwaka huu 2025 chama kianze utaratibu wa mafunzo ya leadership award kwa vijana na wanawake. Na hili ni la kwenu sasa. Kwa chama kitafanya mafunzo kwa siku mtakazoambiwa mwenyekiti ya leadership award ambayo tumekuwa tukifanya mara nyingi. Na wengi tumewatrain hata miongoni mwa walioondoka ndani na nje nchi. Kwa mtapata hizo nafasi, mtaelekezwa namna ya kuapply, mtapata mafunzo ili mkawe viongozi. Humu ndani yenu kuna rais, kuna mwenyekiti, kuna nani, uwezekano huo upo kwa sababu na sisi tumetoka huko. Azimio namba 6, kamati kuu ya chama imeazimia kuelekeza kwamba kila mamlaka ya chama isimamie na kuhakikisha nafasi zote zilizoachwa wazi kwenye chama na mabaraza zinazibwa. Kazi ya kuziba mapengo yaliyo wazi ianze kufanyika ndani ya siku 14 kuanzia leo tarehe 25 Mei. Sasa kuna watu wameondoka wakafikiri wao ni maarufu sana kwenye chama hiki. Na nilipokuwa Msoma nilihutubia, nikatoa mfano ambao wameutumia kwa kadri wanavyotaka, lakini hainisababishi mimi nisiutumie huo mfano. Wale tunaosoma Biblia, kuna yule punda aliyembeba Yesu. Wakati anapita wanampokea Yesu kwa matawi, wanatandika kanga chini, wanamshangilia. Alijua ni yeye anashangiliwa. Kumbe alikuwa anashangiliwa yule aliyekuwa amembeba. Baadaye yule punda aliporudi pale peke yake, alikula mijeredi kweli kweli. Kuna watu kupitia Chadema hii wameshangiliwa sana. Wakafikiri ni wao. Wakafikiri wao ni maarufu. Lakini sisi tunawaruhusu waende bila Chadema. Na bahati mbaya sana hawajawahi kushinda hata udiwani, hata ubunge. They know nothing. Hawajui chochote what it takes mtu kuwa mbunge. Alafu wanasema wana akili kuliko katibu mkuu ambaye ni serial winner, ameshinda ubunge 10 mara miaka 10. Kuna mtu anasema kwamba mimi ndio nilikuwa injini. Amegombea ubunge miaka 20. Hajai kupata hata 30%. Kuna wengine hata kwenye ule upepo wa Roasa, mkoa mzima walishinda, akashindwa yeye tu mmoja. Hapo leo nasema mashine, unawaangalia. Kwa ndugu zangu, kamati kuu imeazimia mapengo yote yazibwe, na tuna watu wengi kwa kweli. Sikiliza, hakuna chama ambacho kinaweza kuitisha mkutano organic kwamba hapa Kinondoni Chadema na hutubia kikajaza kama sisi, including sisi. Hakipo. Sisi ili wafanye mkutano, shule zinafungwa, wanafunzi wanaambiwa vaeni uniform, nguo za kawaida. Na kuna sehemu wameenda kama Maswa wamekosa mkutano. Mmemsikia mzee wa Mpox anapiga kelele. Kuna sehemu ameenda eti anajaribu kutujibu tulikopita, hamna mtu. Ameenda Maswa Mpox hajapata watu. Mnamjua Mpox? Na Ebola. Kwa hiyo hakuna chama kina uwezo. Ndio maana wanafikiri kwamba wakichukua watu kutoka Chadema kwamba sasa ndio watajigeuza wawe Chadema. Chadema ni imani, ni mwelekeo, ni hope ya watu.
Na ni kwa sababu ya misimamo yetu. Wananchi wanatuunga mkono kwa sababu ya misimamo yetu ya kweli. Hiki chama hakina ambaye yuko juu. Tumewahi kufukuza watu hapa tuliowapenda kuliko mtu yoyote. Hiki chama kilimfukuza Kitila Mkumbo. Kilimfukuza Zito Kabwe hiki chama akiwa maarufu. Hiyo naibu katibu mkuu. Hakuna mtu ambaye anazidi hiki chama umaarufu na nguvu. Hayupo. Kwa tutaziba hayo mapengo within no time. Within 14 days tutakuwa tumefanya chaguzi proper na watu wameingia kwenye kanda. Kama mtu anashuka, mwingine anapanda, anaziba pale gepu. Na nyie mna uwezo huo, mwana msiogope. Mimi nimeanza kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya nikiwa chuoni kama nyinyi. Kamati kuu ya chama imepokea na kujadili ukiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini na imelaani vitendo vya utekwaji na kupotezwa kwa wanachama wetu Mdude Nyangali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa wanachama wetu vimeshamiri na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe 2 mwezi wa 5 saa 7 usiku mwanachama wetu Mdude Nyangali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefikia mwisho wa uvumilivu. Kamati kuu imesema tumefikia mwisho wa uvumilivu. Na katika haya matendo haya, jeshi la polisi chini ya IGP Camillus Wambura iliwakamata na kuwatesa kisha kuwatupa polini viongozi wa chama mchana kweupe. Viongozi wetu ambao ni John Pambaru, mkurugenzi wetu wa mafunzo na uchaguzi ambaye amevunjwa mpaka sasa ni anaendelea kupata matibabu. Twaha Mwipaya ambaye alipigwa mwili mzima. Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, alivunjwa mguu na mkono. Saidi Mzee, makamu mwenyekiti wetu Zanzibar, alipigwa mwili mzima. Tito Kitalika, mkurugenzi wetu wa fedha ambaye amevunjwa mguu. Lucas Ngoto, mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kanda ya Serengeti ambaye naye alivunjwa mguu. Peter Alex, mwanachama, alipigwa mguu na unyayo, bado anahangaika. Emmanuel Severin, Robert Mazigo, Ali Ismail, Bwire Nyangero, Nasri Said, Omar Toto, Rafael Makara, Shaban Kirita, Eric Bulenga, Pendo Kireo. Kwa ndugu zangu, kamati kuu